ndapewa gari, ndapewa nyumba, why not? Na mikataba yenyewe bad luck hawasomi. Kwa hiyo mwisho wa siku wanajiingiza kwenye kitanzi, wanakuja na tia huruma huko kwenye jamii. Sisi hatuwezi kuwaonea huruma. Kama ulisaini mkataba, unatakiwa kulipa milioni 100, Mac Voice lipa milioni 100, toka kwenye record label. Okay. It's a business. Moja ya comment wanasema kwamba maybe alisaini mkataba akiwa hajitambui. Labda umri wake alikuwa kama elewi baadhi ya vitu. Hiyo nao unaionaje hiyo comment? Hakuna. Kwenye interview kasema, kaka, sisi tunaenda kusaini mikataba hatusomi kwa sababu tuna njaa. Na tunategemea hatuoni haya ambayo tunaona sasa hivi, tunaona mafanikio. Kwa hiyo hapo tayari mtu huyu anajitambua. Alisaini mkataba akiwa chini ya umri wa miaka 18. Ana miaka 18 na kuendelea. Kwa nini unasema ajitambue? Ni uzembe wa kutofuatilia vitu, na ndicho ambacho kinawakosti. Kwa hiyo mimi nikimwona msanii amesign contract na haijamletea matokeo, anataka kutoka, anaanza kulalamika, mimi simuonei huruma msanii. Mimi nipo kibiashara. Lipa pesa za watu, ondoka. Hakuna kutokujitambua. Kutojua sheria sio sababu ya kuvunja sheria. Na ndio maana hata kama hujui sheria kaka, ukikutwa na kosa unapelekwa jela. Kwa hiyo it's a business. Watu wazingatie biashara, tuache urafiki na kuoneana huruma. Tukileta sana huruma, tunaua biashara muziki. Sawa, uwekezaji ambao labda umefanyika kwa Mac Voice ni uwekezaji wa namna gani? Kwa sababu namba alizopata kwenye platform zake mbalimbali za muziki alizokuwa na upload na vitu kama hivyo. Je, anavyoambiwa alipe milioni 100, amezalisha hela ya kiwango hicho? Sawa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho watu wengi mnatakiwa nyinyi mkielewe. Contract za wasanii, Mac amesema 40% ni ya kwake, 60% ni ya record label, sio? Record label nyingi utaratibu wake, unapoingia makubaliano, ile 40% ambayo record label inasema itakupa wewe, haikupi mpaka urudishe investment ambayo imewekwa. Kwa mfano wewe brand, mimi nimekusaini kwenye Upupu record label. Nimekutoa wewe, tumeandikishana mkataba. 40% yako 40% wewe hupaswi kuipata mpaka unirudishie pesa yangu. Sasa jiulize, Mac Voice alirudisha hiyo pesa? Anasema aliona kwenye dashboard dola 30,000, sio? Dola 30,000 inatosha kwenye investment ambayo jamaa amewekeza. WCB peke yake, na ndio maana Salamu alisema WCB ni NGO, sio record label. Inakupa 40%, inakutoa wakati huo pia inakupa na pesa inaanza kukulipa. Sasa what if Rayvanny amesimamia misingi ya kwamba mimi si kulipi wewe mpaka nirudishe investment yangu. Na ndio maana nasema hii imekaa kibiashara zaidi kuliko ushikaji.